Tumerudi tena kama kawaida, tulisikie neno la Bwana. Kama vile mnasikianga, kazi ya Mungu inakuanga mingi, wafanya kazi ndio hakunanga. Na kama wako wengine wanatetea tumbo zao, wengine wako na ajenda zao, lakini kazi ya Mungu ni mingi, na wenye wanaifanyanga kwa kujitolea, wakiwa hakuna kitu wanataka personally, ni wachache sana. Nakwambia hivyo. Kuna mtu utaona ati anapenda kazi ya Mungu, ukimwangalia kwa macho, lakini ndani yake kuna kile kitu amemulika. Mwingine ni ile pesa inatoagwa kanisani, hiyo ndio amemulika, na wewe ufikiri yake ni kazi ya Bwana anapenda. Mwingine, kila mtu akona yule anafanyaka kazi ya Mungu juu ya Mungu peke yake, akitaka kuona watu wakikuja kwa wokovu ni wachache sana. Nasema hivyo juu nimeona mambo. Na leo tena kama kawaida nataka tuingie katika neno la Bwana. Na leo tunaulizana mahubiri ya siku ya leo. Je, Mungu atakuadhibu sababu ya dhambi za baba yako ama za baba zako, ama dhambi za mababu? Tutasoma katika Kutoka 20. Unajua siku hizi kuna mambo mingi sana. Kuna watu wanaenda kutafuta nguvu mpaka nasikiaga kwa wazee. Ati unaenda kwa wazee, unaambiwa ni baba yako hakulipa kitu fulani, ndio unapitia kwenye hizo shida unapitia. Na wale utakuta watu hata wengine wako hata kanisani, wakienda huko ati wauliziwe kwa nini wanapitia kwenye mangumu, nao wanaambiwa ni mababu zao hawakufanya kitu fulani. Babu yako hakutoa kondoo na unafaa utoe, ndio hii mambo unapitia ati usipitie. Sasa nataka nikuigize kwenye neno, juu kile watu wamekosa sana sana ni neno la Mungu. Utakuta mtu anasema ameokoka, lakini hajui huyo amekumuokoa ni nani. Huyo anatuokoaga ndiye muumba wa mbingu na nchi. Biblia inasemaga katika Wakolosai 1:16 ati vitu vyote viliumbwa kupitia yeye na ndio ziwe zake. Huyo hakuna mwingine inaongea kumuhusu bali ni Yesu Kristo. Na tutasoma Wakolosai 1:16 ndio tusikie vile Biblia itatuambia. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Huyo ni nani? Huyo ndiye Yesu Kristo, mwenye hutuokoa. Ati vitu vyote vyenye vinaonekana na vile havionekani viliumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake, ili ziwe zake. Kwa hivyo wewe ni wake. Hizo vitu unaambiwa hukulipa ni zake. Sasa nataka tuingie katika maandiko ili tusikie vile neno la Mungu linatuambia, juu nayo injili tunaihubiri kupitia neno la Mungu, na neno la Mungu ni Mungu, na neno la Mungu kama vile Biblia husema hilo ndilo litadumu milele, mambo ingine itaisha. Sasa unaona watu siku hizi, mtu anaenda ati kutafuta nguvu. Ameona sasa Mungu yule anaamini yeye hana nguvu. Utakuta mtu wako kanisani na anaenda kwa wazee. Hao wazee zitakagi kusema, lakini huyo Mungu anakuambiaga wanamjua.
unajua aje ni Mungu wa ukweli? Juu Biblia inatuambia mpiga Kristo ni yeyote yule atakana Yesu Kristo alizaliwa na mwili. Hao wazee mnaendanga kwao, wanawawitiza buzi, wanajija buzi, hao wa kwanza wamekana Yesu Kristo. Na hakuna vile unaweza kuwa kanisani unaamini Yesu Kristo, tena unaenda kwa watu tena wamekana Yesu Kristo, ati wakuulizie mambo. Wewe umepotea, umekosa njia na hujui wewe uko wapi. Nitasoma katika Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hapo ni pale amri za Mungu ziko. Tutasoma hapo tuseme, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu za baba zao. Sasa tuko hapo. Ndio useme kuna kitu baba yako hakufanya. Sasa wewe unapitiaga ile zida unapitia juu hujalipa deni. Ndio useme kuna deni unalipizwa ya mababu zako. Ujue wewe ni mtu wa aina gani. Kama umeomba miungu mingine, utalipizwa deni za baba yako. Na hiyo ni miungu mnaobezangwa juu ni watu wamekataa Yesu Kristo ati ni Mungu, na wakakataa Yesu Kristo alizaliwa na mwili. Biblia iko tuisome, na ile kitu hao watu hunisagaza nayo. Hao watu wanajiitaga wazee wa Kikuyu, wale wanaobaga wakiangalia mlima Kenya, wanasomaga Biblia lakini watasoma tupati. Mimi nasomaga, kama unaamini Biblia unafaa kuiamini yote. Kama huiamini usiiamini hata kidogo. Huwezi kuja kwa Biblia unisomee kama karaini kadogo uniambie kanaongea kukuhusu, lakini na mimi nikikusomea Yesu ni mwana wa Mungu na alizaliwa na mwili, tena hapo hutaki kusikia, wewe ni mtu munafiki. Sasa watu wanaendaka kwa hawa watu ati kuuliziwa. Hiyo ni kuomba miungu. Sababu kwenda kuuliza wale watu walikufa maneno ya walio hai, wewe umeomba Mungu mwingine. Na hapa Mungu amesema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana ni Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu. Sasa nataka tuikie hapa uone, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Kwa hivyo tukaulizana, Mungu atakuadhibu sababu ya dhambi za baba yako? Mungu atakuletea makosa yenye baba yako alifanya? Atakuletea kama wewe hujamwamini, kama wewe unaobaga miungu mingine. Biblia ikasema kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Hapa nataka mtu wa Mungu uelewe mzuri, sio watu wote hufuatwa na yale mambo yalifanywa na wazazi wao ama mababu zao. Huyu ni Mungu amenena hapa, na ni Mungu aliandika hii maneno. Wale watu hufuatwa na yale mambo yalifanywa na mababu zao na mababa zao kulingana na Biblia na kalika amri 10 za Mungu, ni wale watu wenye wanamchukia Mungu. Na wale watu wanaomchukia Mungu ni wale wanaobaga miungu mingine. Na wale watu wanaobaga miungu mingine ni wale wamekataa Yesu Kristo ati ni mwana wa Mungu. Hao ndio wanakutanaga na mambo, na hao ndio Mungu anasema atawapatiliza maovu ya baba zao. Mimi hapo si huko. Kama wewe uko hapo, wewe endelea kukaa hapo. Mimi siwezi lipizwa deni yenye ilifanywa na babu yangu. Mungu amesema kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanaomchukia. Kwa hivyo wale watu hufuatwa na yale mambo yalifanywa na wazazi wao, ni wale watu wanaochukia Mungu. Wewe unaenda kuuliza ni nini haikulipwa ndio ulipe? Wewe uko na deni ya maancestor ama mababu zako, ni sababu wewe umemchukia Mungu. Kama hujamchukia Mungu, hakuna deni yanaweza kulipiza ya babu zako ama ya baba yako, ama kitu baba yako alitenda kiovu ati Mungu akuje akulipize. Hiyo ni Biblia. Mungu amesema hapa mzuri sana. Kutoka 20
mstari wa 5 tutarudia tena, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kwa hivyo sio kila mtu hapo Mungu ametofautiza. Wale yeye hupitiliza makosa ya baba zao ni wale wanaomchukia. Na wewe unaenda kuuliza, unaambiwa babu yako hakutoa buzi, ndio unavaa kutoa, ndio ile mazida unapitia atiize, unalipizwa hiyo deni juu umekataa yule Mungu wa kweli, umekataa kuokoka, umekataa Yesu Kristo. Ndio maana hii maovu ya baba yako inakuvuata. Hiyo ni Biblia. Umekataa Mungu wa kweli, umekataa wokovu wa Mungu, ndio maana unapitilizwa maovu ya baba zako. Ndio maana unapitilizwa maovu ya babu yako. Ndio Mungu amesema kizazi cha 3 na cha 4. Huyo ni babu yako, na yule baba yako alikuwa anaita babu. Yale mambo alitenda yatakuvuata wewe Mungu akija kulipiza, sababu umekataa Mungu wa kweli. Na ndio unaona hapa hii Kutoka 20 Mungu ameanza na kusema usiwe na miungu mingine. Kukataa Mungu ni kuwa na miungu mingine. Sio lazima uichonge kama vile Wahindi wanachonganga. Mwingine amefuata miungu ya pesa. Yeye ni pesa anaamini sana, ndio ameifanya Mungu yake. Amekataa yule Mungu wa kweli. Wewe umemchukia Mungu. Mstari wa 6 nayo inasema, nami na warehemu maelfu ya elfu wanipendao na kusisika amri zangu. Kwa hivyo hapo tumeona wale wamekataana na Mungu, wale wamekataa Mungu wa kweli, wale wamekataa neno la Mungu, na wale wamekataa Yesu Kristo, wamapitilizwa maovu ya baba zao. Lakini wale wanaopenda Mungu na kusisika amri zake, hizi amri 10, ukimpenda Mungu lazima ufuate vile yeye amesema. Ukimpenda Mungu lazima uogope mambo yale maovu. Ukimpenda Mungu lazima upende hata wale watu wengine. Ukimpenda Mungu naye atakurehemu na kukusamehe makosa yote, hata ile wewe umetenda na yale yametendwa na wale walitenda kabla wewe hujajua. Mungu amesema anawarehemu maelfu ambao wanampenda na kusika amri zake. Kwa hivyo wale watu wanaomwamini Mungu kiukweli, wale wanaoamini Yesu Kristo, na hao ni wale wameokoka. Hao Mungu amewarehemu, hao hajawapitilizia makosa ama maovu za baba zao. Lakini wale wamemkataa, wale wamekataa neno lake, wale wamekataa wokovu wake, hao ndio anasema amewapitilizia makosa ya babu zao juu wanamchukia. Lakini wanaompenda na kuzika amri zake, hapa ni kumpenda na kuzika amri zake, yeye anawarehemu. Yaani yeye ameweka mahali pazuri pale hata yeye aliko. Na pale Mungu aliko, ni shida gani itakupata ukiwa Mungu amekuweka pale yeye anaishi? Unajua watu hawaamini. Watu wanasemaga Mungu ni mwenye nguvu, na tena hawaamini hii nguvu yake inafanyaga kazi kwao. Ndio uone kama unafuatwa na hizo dhambi za baba yako, dhambi za babu yako, ile makosa babu yako alitenda, ati wewe ndiye unakuja kurekebisha. Sasa unaitizwa buzi urekebishe ndio hii makosa isikuvuate. Ni sababu umemkataa Mungu wa kweli, ni sababu umemchukia Mungu, ni sababu umekatana na neno la Mungu wa kweli. Tusome Wakorintho wa pili 7:17 mpaka 19. Wakorintho wa pili 7:17 mpaka 19. Wakorintho tutasoma Wakorintho, tusikie tena neno la Mungu linatuambia namna gani kuhusu wale watu wanaomwamini Mungu wa kweli na wale hawajamwamini Mungu wa kweli. Wakorintho wa pili 7:17 mpaka 19. Wakorintho wa pili 5 si 7. Wakorintho wa pili 5
Kwa hivyo mtu wa Mungu, wewe kama uko na deni za mababu zako, wewe endelea kuzilipa. Mimi sinaga deni ya mababu zangu, na mimi siwezi lipizwa makosa yenye ilifanywa na either babu yangu ama baba yangu, sababu kulingana na Biblia, wale ambao watapitiliziwa makosa ya baba zao kutoka kizazi cha 3 na cha 4 ni wale wanaomchukia Mungu. Wakorintho wa pili 5:17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Tumeona ni wale wanaomchukia Mungu, wale hawajazika amri zake, wale wamekataa Mungu wa kweli. Hao ndio. Na yule Mungu wa kweli ni nani? Ni Yesu Kristo. Huyo ndiye ametuletea wokovu. Huyo ndiye Mungu mwenye alikuja akiwa ndani ya mwili. Naye tunasoma katika Wakorintho wa pili 5:17 hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wewe umeokoka na bado unalipizwa madeni yenye hujui madeni hao walikuwa na madeni. Kwani walikuwa na madeni ukuje uwalipie? Umejichanganya. Huwezi kuwa mguu moja iko pande hii ya Yesu na mguu ingine iko huku ati kwa utamaduni. Hizo ni vitu viwili haziwezi endanisha. Jua wa utamaduni kwanza wamekataa Yesu Kristo, na wanasemaga yeye alikuwa Myahudi, na bado wanasoma Biblia. Na tukiangalia mzuri, Biblia ilipewa Wayahudi kupitia wana wa Israeli, lakini ukiangalia wanasomaga tu ile tumilaini tumistari tuenye tunawapeva, wanakatana na zingine. Lakini kama umemkubali Mungu na wewe ni yule unayempenda Mungu na kuzika amri zake, wewe ni yule mtu uko na wokovu ndani yake. Nayo Biblia inatuambia hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita na ya kale ni ya kale na ni ya kale na ni yote. Sio mambo machache yanapita na ingine hayajapita. Yale yote ilikuwa imetendeka hapo mbele inavutwa. Haijalizi ni mambo gani, haijalizi ni makosa gani, haijalizi ilitendwa na nani. Kama unamwamini Yesu Kristo, ya kale yote imeisha. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa hivyo ukimwamini Yesu Kristo, kama umeokoka, mambo yote yale yalikuwa ya zamani yamepita. Hata madeni yote yamepita. Makosa yote yalifanywa na watu wenye hukujua, hakuna vile yatakufuata, sababu imekuwa mambo mapya ndio huanza. Ndio unasikiaga inaitwa kuzaliwa upya. Ndio Nikodema akauliza Yesu, mtu anaweza aje kuingia ndani ya tumbo ya mama yake azaliwe tena? Juu sasa unakuwa kama umezaliwa sasa. Na mtoto akiwa amezaliwa hakuna kitu anakuwa anajua kile kilitendeka na huko bereni. Kwa hivyo na wewe yale mambo yote yalitendeka pale bereni, yote yanaisha, unaanza upya. Unazaliwa tena, unakuwa kiumbe kipya. Hakuna madeni utalipizwa. Hakuna makosa yatakuvuata yenye yalifanywa na watu wengine ukiwa haujazaliwa. Yale yatakuvuata ni yale tu utatenda na ukose kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukaulizana, utakuja kulipizwa makosa yenye yalifanywa na baba yako ama babu yako? Itakuvuata kweli? Itakuvuata kama hujampenda Mungu. Itakuvuata kama hujafuata amri za Mungu. Itakufuata kama hujampenda Mungu. Itakufuata kama hujakubaliana na Yesu Kristo. Itakufuata kama hujaokoka. Wagalatia 3:13 mpaka 14. Wagalatia 3:13 mpaka 14 inatuambia aje? Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati.
kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aagikwae juu ya mti. Kama kuna laana zilikuwaga kule mbele, laana zilikuwa zinakufuata. Kristo akijuana na yeye amezimaliza zote juu yeye, naye ni yeye alikuwa laana kwa ajili yetu. Ukimwamini, laana zote zinaanguka pande yake, zinakuondokea. Juu Biblia inasema amelaaniwa yule ametundikwa juu ya mti, naye aliwekwa juu ya mti. Ameandikwa, amelaaniwa kila mtu aagikwae juu ya mti. Na juu Kristo aliwekwa kwa msalaba juu ya mti, akaonekana akawa mtu mwenye amelaaniwa juu yetu sisi wale tutamwamini. Hakuna laana zitatufuata. Wewe endelea kutoa kondoo na mbuzi, ati ni laana unamaliza, unatoa hizo zote juu tu umekataa kuamini neno la Mungu la kweli, na ni wokovu wa Yesu Kristo. Hayo yote yaize. Yesu amekuwa laana juu yetu, nasi hakuna laana zingine zinatufuata, aidha za mababu, aidha za mababa. Hakuna laana. Mimi hakuna laana inaweza nifuata ya mtu alitenda jambo nikiwa sijazaliwa inifuate. Juu hilo ni neno la Mungu. Ama nilipizwe makosa ya mtu alitenda, kati juu tumeitanishwa naye, hatujaitanishwa. Nikijuana na Yesu alikata hiyo yote, laana yote ikaisha. Laana ya torati, hiyo torati ni yale mambo yalikuwa yanafanya torati, yale mambo watu walikuwa wanafanya huko mbeleni, wakifanya aidha kwa kujua ama kwa kutojua. Hiyo laana yote Yesu Kristo anaimaliza. Inaisha kabisa, unakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo ndio ufuatwa na yale mambo yalitendwa na huko mbeleni, utafuatwa nayo sababu ya kukataa tu neno la Mungu, kumkataa Yesu Kristo ambaye alizaliwa akakufa sababu ya dhambi za kila mwanadamu. Amuaminie azaliwe awe kiumbe kipya, amuaminie laana zote zitoke ndani yake ziende kwa Kristo, na zikifika kwa Kristo zinamalizwa nguvu. Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kuwa alifanywa laana ajili yetu. Mimi nasagaanga sana ati mtu ako kanisani na ako bado kwa gomi, ati anaenda kwa wazee kuulizia atafanya nini ndio mambo yake yasimame mzuri. Wewe umekosa njia. Ujui unaamini nini? Ujui kuamini Kristo unamaanishaga nini? Hujasoma Biblia vile inafaa. Hujasoma. Ujue kujuana na Kristo, kuitwa kiumbe kipya. Biblia inasemaga tuko katika hiyo uzima wa milele, tunauanzaga tu tunapookoka. Tukiwa katika hiyo mwili bado tuko kwenye uzima wa milele. Kwa hivyo sisi ni wa dunia, lakini tuko duniani, lakini sisi si wa dunia. Kama sisi si wa dunia, kwa nini mambo ya dunia itufuate? Yenye ilifanywa na watu wenye hawakuwa wanamjua Mungu. Itakufuata tu wewe sababu umeenda umekatana na Mungu wa kweli. Sababu wakati umeenda huko ndio uitiswe kondoo uchinje, na Yesu Kristo alichinjwa kitambo akawekwa juu ya mti ndio amalize laana zote. Wewe hata kama unajifanya unamjua, hujamwamini. Juu kama ungemwamini ungekuwa unajua zida zote ni yeye anatoanga. Laana zote alibeba. Laana zote siliwekwa juu yake, akalaaniwa kwa ajili yetu. Mstari wa 14 inasema ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Baraka za Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa amelaaniwa. Kwa hivyo ndio tupate hizo baraka za Abrahamu zenye alibarikiwa na Mungu, na sisi si wa Israeli, na sisi hajatuzaa vile alizaa wa Israeli. Ndio hizo baraka zitufikie, zinatufikia kupitia Yesu Kristo. Tukimwamini, na yeye alizaliwa katika uzao wa Ibrahimu. Sisi tukimwamini kwa njia ya Roho tunapata baraka za Ibrahimu, sio laana.
hizo laana zinakufuata juu sababu hujaamini Yesu Kristo. Mvua imenyesha, mbarikiwe na Mungu, awatendee mema, awainue. Leo ni mvua imenyesha sana. Tuombe na tuamini. Mungu wetu Baba Mwokozi, wewe ulituita, ni wewe ulituchagua. Bariki huyo mtazamaji, muinue na umuonekanie. Ni wewe Mungu wetu. Yule hajaamini Yesu Kristo, mulete kwako ili amwamini. Yule amemwamini, mudumise kwenye wokovu. Aache kuangalia miungu ingine, aache kwenda kuchinja makondoo ati ndio itaondoa laana. Laana yote ni wewe uliondoa, sababu ulilaaniwa kwa ajili yetu. Nimeomba nikijua umetusikia, nimeomba nikiamini umetusikia, na kile tumekuomba Mungu utatutimizia. Katika jina lako kuu Yesu tumeomba na kuamini, tuseme amen. Mvua inanyesha lakini hapa bado haijafika. Mbarikiwe na Bwana.